Mfano, unaweza likatengenezwa jini la chuma ulete. Baada ya kukamilika, mtumiaji wa lile jini akawa analituma kwamba nenda sehemu fulani ukaniletee kitu fulani. Basi lile jini linakwenda, kama ni pesa linazunguka, linarudi na pesa kwa yule aliyemtuma. Jini hilo lipo na linatengenezwa vizuri kabisa. Lakini aina ya pili, ndugu zangu, kuna pesa ambayo inasukwa, inakuwa ni pesa ambayo ndani yake kuna vitu vya kichawi vinaingizwa mule na vitu vya kishirikina kwenye ile pesa. Mathalan, inaweza ikatengenezwa shilingi 10,000 ya chuma ulete. Shilingi 10,000 ya chuma ulete. Sawa? 10,000 hiyo ya chuma ulete ikishakamilika, anaweza akapewa mtu akaja nayo dukani. Naomba kitu fulani. Naomba kitu fulani. Yaani ananunua kupitia ile pesa. Pengine anaweza akaja akanunua vocha ya shilingi 1,000 au mkate wa shilingi 2,000 au kitu chochote. Kwamba kinachofanyika pale kwenye ile pesa, kwanza kabisa ile 10,000 yake itarudi. Ukishaichukua wewe mawili, umrudishie change kama ilivyo au uzidishe kurudisha change aliyakuwa wewe mwenyewe hujitambui kupitia ile 10,000. Baada ya hapo 10,000 yake itarudi, itakuwa ipo pembeni. Ile change ambayo utakuwa umempa wewe umemzidishia ama umemrudishia change ya kawaida, itakuwa imerudi, atakuwa anapata faida ya change ambayo umerudisha, atakuwa anapata faida na ya vile vitu ambavyo amechukua ama bidhaa ambazo amechukua pale dukani kwako. Hii ni aina ya pili ya chuma ulete. Na watu huwa wanapenda sana kufanya chuma ulete hizi katika sehemu za biashara. Katika sehemu za biashara, mfano mtu anaweza akalituma jini lake katika masuala ya kwa watu ambao wanafanya biashara ama kwa watu wenye mabiashara makubwa na madogo. Lakini aina hii ya pili na ndio imekithiri sana mtaani huku. Mwenzangu na mie wale mtaani watu wa Uswahilini, chuma ulete hii inatumika kwa asilimia kubwa sana. Watu wanatumia chuma ulete hii. Kama hujaimarisha biashara yako, kama hujaimarisha pesa zako, kwa sababu sio kwenye biashara tu, hata mtu anaweza akaja akakuomba wewe change. Bwana nakuja na 10,000 ama 5,000. Bwana nisaidie change, nina shida nayo. Basi ukimpa utamzidishia ile change ambayo amekuomba. Mfano kwa kuomba change ya 5,000, wewe utampa hata 50,000. Hali ya kuwa wewe mwenyewe ufanyaje? Hujijui. Kwa hiyo yeye atachukua 5,000 yake ataweka pembeni, atapata faida.